Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Said Mojtaba Hossein Khamenei amefanya mabadiliko makubwa katika uongozi wa juu wa kijeshi nchini humo kwa kufanya uteuzi wa maafisa 6 wapya katika jeshi la Iran na jeshi la ulinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, hatua inayokuja wakati Tehran ikikabiliwa na mazingira mazito ya kiusalama na kijeshi. Kwa mujibu wa ujumbe wa maandishi uliosambazwa kwenye akaunti za mitandao ya kijamii zinazohusishwa na Mojtaba Khamenei, miongoni mwa walioteuliwa ni Meja Jenerali wa anga Ali Abdullahi ambaye ametajwa kuwa mkuu wa majeshi ya Iran. Nafasi hiyo ni miongoni mwa nyadhifa muhimu zaidi katika mfumo wa kijeshi wa Iran kwa sababu inahusika na uratibu wa shughuli za matawi mbalimbali ya jeshi na kupanga mkakati wa jumla wa ulinzi wa taifa. Abdullahi sasa anakuwa mmoja wa maafisa muhimu katika mfumo wa kijeshi wa Iran, hasa kwenye kipindi ambacho taifa hilo linajaribu kuimarisha uwezo wake wa kujilinda dhidi ya vitisho vya kijeshi kutoka nje. Mkuu wa majeshi ana jukumu la kuratibu shughuli za vikosi vya kijeshi ikiwemo jeshi la nchi kavu, jeshi la anga na vikosi vingine vinavyohusika katika ulinzi wa taifa. Katika uteuzi mwingine muhimu, Khamenei amemtaja Brigadia Jenerali Ahmed Vahid kuwa kamanda mkuu wa jeshi la ulinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Hata hivyo, uteuzi huo umeibua mshangao kwa sababu Vahid tayari anashikilia nafasi hiyo tangu mwezi Machi mwaka huu. Kwa sasa hajaelezwa rasmi kwa nini ametangazwa tena kama mteule mpya wa nafasi ambayo tayari amekuwa akiongoza. Tangazo hilo linaweza kuashiria kurasimishwa upya kwa mamlaka yake kwenye nafasi hiyo au kuwa sehemu ya mabadiliko mapana zaidi katika mfumo wa uongozi wa kijeshi wa Iran. Hata hivyo, bila maelezo zaidi kutoka kwa uongozi wa Iran, bado haijulikani iwapo hatua hiyo inawakilisha mabadiliko ya kiutawala, marekebisho ya muundo wa kijeshi au uthibitisho rasmi wa Vahid kuendesha majukumu yake. IRGC ina nafasi ya kipekee katika mfumo wa usalama wa Iran. Kikosi hicho si jeshi la kawaida pekee, bali ni taasisi yenye jukumu la kulinda mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu na maslahi yake kimkakati. IRGC ina udhibiti wa baadhi ya uwezo muhimu wa kijeshi wa Iran, ukiwemo mpango wa makombora na vikosi vingine vya kimkakati. Kwa sababu hiyo, uteuzi wa makamanda wa IRGC ni jambo lenye uzito mkubwa wa kisiasa na kijeshi. Kamanda huyo anakuwa sehemu ya mnyororo wa uongozi unaohusika na maamuzi kuhusu ulinzi wa Iran, operesheni za kijeshi na namna Tehran inavyokabiliana na vitisho kutoka kwa wapinzani wake. Mabadiliko haya ya uongozi yanafanyika wakati Iran ikiwa katika kipindi kigumu baada ya kuhusika katika mzozo mkubwa wa kijeshi na Israel na kukabiliana na shinikizo kutoka Marekani. Katika mazingira hayo, Tehran imekuwa ikikabiliwa na changamoto za kulinda miundombinu yake ya kijeshi, kuimarisha mifumo yake ya ulinzi na kuhakikisha kuwa majeshi yake yana uwezo wa kujibu mashambulizi endapo mzozo mwingine utazuka. Uteuzi wa Abdullahi kuwa mkuu wa majeshi unaweza kuwa muhimu kwenye juhudi za kuimarisha uratibu wa matawi mbalimbali ya jeshi la Iran. Katika vita vya kisasa, uratibu kati ya jeshi la anga, ulinzi wa anga, vikosi vya makombora, jeshi la nchi kavu na vitengo vingine vya kijeshi ni muhimu katika uwezo wa nchi kujilinda dhidi ya mashambulizi ya anga na makombora. Kwa upande wa IRGC, kuendelea kwa Vahid katika nafasi ya juu kunaweza kuonyesha kwamba uongozi wa Iran bado unaamini katika uzoefu wa makamanda waliopo wakati taifa hilo likikabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama. Kwa ujumla, uteuzi wa maafisa hao 6 unaonyesha kwamba uongozi wa Iran unaendelea kupanga upya na kuimarisha safu zake za ulinzi wa kijeshi kwenye kipindi ambacho taifa hilo liko chini ya shinikizo kubwa la kiusalama. Uteuzi wa Ali Abdullahi kuwa mkuu wa majeshi na kuendelea kwa Ahmed Vahid katika uongozi wa IRGC kunaweka watu wenye uzoefu katika nafasi mbili muhimu sana za mfumo wa kijeshi. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.